Basi tutaenda kuomba na tuanze masomo yetu. Baba, katika jina la Yesu, tunakubariki, tunakutukuza kwa sababu wewe ni Bwana. Umetupenda, umetulinda, umetuhifadhi na umetupatia nafasi nzuri hii kuwa tena mbele ya uwepo wako. Umetuokoa, umetutenga, umetuita katika kazi yako. Na katika kazi hii tunataka kuitumika kisawasawa kusudi tuwe baraka katika ufalme wako na katika ulimwengu umeangamia. Bwana, tunaomba hekima na maarifa kutoka kwako katika shule hii Bwana ya Rabuni School of Ministry. Mafundisho yote tutayafundisha Bwana yaweze kutubadilisha na kutusaidia na tuweze kupata material kwa ajili ya kutumikia wewe. Kupitia jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama vile mmesikia, shule yetu inaitwa Rabuni School of Ministry. Rabuni maana yake kwa Kiswahili mwalimu mkuu. Rabe ni kusema mwalimu, lakini Yesu alikuwa anamuita Rabuni, kwa hiyo mwalimu mkuu. Alikuwa juu ya walimu wote. Sasa kwa hiyo ni shule ya walimu. Kwa hivyo hakuna mahubiri, ni mafundisho. Na mafundisho kuna maswali, mahali mtu aelewa na swali. Kwa mafundisho kuna mtihani. Na ndio baada ya mwisho ya mtihani kuna wale watapata diploma na kuna wale watapata degree. Sasa somo yetu ya kwanza tunaanza na shule ya huduma. Kwa sababu sisi ni wahuduma. Ndio somo yetu ya kwanza tunaanza nao. Kwa hiyo somo yetu ya kwanza, shule ya huduma. Inahitaji uwe na Biblia, uwe na kitabu, books, fasi ya kuandika na kalamu. Hii ni shule, ina mtihani. Na katika somo yetu ya shule ya huduma tumeigawa katika sehemu 6 kubwa. Sehemu ya kwanza tutaongelea huduma maana yake nini. Nasema tunajifunza shule ya huduma. Kwa Kiingereza School of Ministry, kwa Kifaransa École du Ministère, na kwa Kiswahili shule ya huduma. Na somo hili tumeigawa katika sehemu 6 kubwa. Sehemu ya kwanza tunaenda kujifunza kuongelea huduma maana yake nini. Kwa Kifaransa la définition du ministère, kwa Kiingereza meaning of ministry. Na pointi ya pili tutaongelea kati ya utafauti kati ya huduma na karama. Nasema pointi ya kwanza tunaongelea huduma maana yake nini. Pointi ya pili utafauti ya huduma na karama. Pointi ya tatu tutaongelea utafauti kati ya huduma na utendakazi. Huduma na utendakazi. Nasema pointi ya kwanza tunaongelea huduma maana yake nini. Pointi ya pili tunaongelea utafauti kati ya huduma na karama. Pointi ya tatu tunaongelea utafauti kati ya huduma na utendakazi. Na pointi ya 4 tunaongelea kuhusu utafauti ya huduma na cheo. Huduma na cheo. Na pointi ya 5 tutaongelea kuhusu huduma ya Waefeso sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 12. Pointi ya 5 tunaongelea huduma ya Waefeso sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 12. Na pointi ya 6 tutaongelea huduma nje ya Waefeso sura ya 4. Tunasema tunajifunza somo yetu shule ya huduma, École du Ministère, School of Ministry. Na tumesema somo hili tumeigawa katika sehemu 6 kubwa. Sehemu ya kwanza tunasema tunaongelea kuhusu huduma maana yake nini au maana ya huduma.
Pointi ya pili, tunaongelea utofauti kati ya huduma na karama. Pointi ya tatu, tunaongelea utofauti kati ya huduma na utendakazi. Na pointi ya nne, tunaongelea utofauti kati ya huduma na cheo. Na pointi ya tano, tutaongelea huduma kulingana na Waefeso sura ya 4 mstari wake wa 10 mpaka 12. Na pointi ya mwisho ya 6, tutaongelea kuhusu huduma nje ya Waefeso sura ya 4. Basi pasipo kuchelewa, tutaingia mara moja katika pointi yetu ya kwanza. Twende kuona huduma maana yake nini. Chukua Biblia yako takatifu. Tutaenda kusoma katika waraka wa pili wa Wakorinto sura yake ya 4 mstari wake wa kwanza. 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 1. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Basi tutaenda kusoma Wakorinto wa pili sura yake ya 4 mlango wake wa kwanza. Biblia inasema hivi: kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulipata rehema, hatulejei. Mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu katika kitabu ya Wakorinto, inaitwa Wakorinto wa pili, lakini kiukweli Wakorinto si Wakorinto wa pili, ni Wakorinto wa 3. Paulo alitumia kanisa ya Wakorinto barua 3. Barua ya kwanza ilifika, barua ya pili ilipotea njiani, na barua ya 3 ikawafikia kwao. Wakorinto wakaita ya pili, lakini kwa Paulo ilikuwa ya 3. Na Paulo alipofungua kanisa ya Korinto kwa wakati ule, Korinto ndio ilikuwa soko kubwa ya biashara duniani kama leo Dubai, na vile kwa sasa pia China inakuja. Na mahali kuko soko kubwa ya kibiashara, kwa kuna hela, kuna pesa. Na mahali kuna pesa, watu wote wanaenda huko. Matajiri, maskini, wasomi, wasiosoma, wenyeji na wageni. Na kulikuwa mchanganyiko ya watu. Na alipoifungua kanisa baadaye, na ndio utakuta kanisa yenyewe, kwa sababu kulikuwa pesa, kulikuwa ushawishi, wahubiri wote wa kimataifa wakati hiyo walifika katika mji wa Korinto. Utasoma wanaandika Kefa ni Petro, alifika katika mji wa Korinto. Utakuta na ni mchungaji Yesu alimwacha. Utakuta askofu wa kwanza James Yakobo alifika kwa hiyo kanisa. Mwalimu bora wa agano ili wakati wa kanisa inapoanza haikuwa Paulo, ilikuwa Apolo. Alihubiri kwa hiyo kanisa. Na mtume bora, mtume mwenye alitumika kushinda mitume yote ni Paulo, ndio alifungua hiyo kanisa. Na tulitarajia kanisa kupanuka na kuwa kubwa, lakini ilikutana na changamoto mingi. Sasa Paulo anakumbusha Biblia, 80% ya Biblia haiandikwe kwa ajili ya wapagani, inaandikwa kwa ajili ya watu wanaomjua Mungu. Na ni 20% au 15 ndio inaandikwa kwa watu wasiomjua Mungu. Sasa Paulo anaambia Wakristo wa Korinto, anawaambia Wakristo wa Korinto, anawaeleze, anaambia kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulipewa kwa neema, hatulegei. Kwa hiyo Paulo anaandikia Wakorinto na waambia kwamba kwa wao, yeye Paulo pamoja na Wakorinto wote walipewa huduma na walipata huduma. Na huduma maana yake nini? Maana ya huduma ni nini? Huduma, Biblia inaandikwa katika lugha 3, lakini nakopesha maneno katika lugha ya 4. Lugha ya kwanza Biblia inaandikwa katika lugha ya Kiyunani. Lugha ya pili Biblia inaandikwa katika lugha ya Kiebrania. Kiyunani ni kusema Greek word, more Greek. Kiebrania ni kusema Hebrew word, more Hebrew.
Na lugha ya tatu Biblia inaandika katika lugha ya mama ya Yesu, lugha ya Kiaramu, Aramaic language, Aramaic, lakini inakopesha maneno kidogo kutokana na lugha ya Kilatini. Sasa neno huduma inatokana na lugha mbili, lakini sisi tutaifundisha katika lugha moja, lakini naweza kuingia pia kidogo kidogo ndani kusudi mpate kuelewa zaidi, kwa sababu mko watumishi. Lakini mara mingi naongea sasa kuhusu leadership, lakini tunaongea na watumishi wa Mungu. Neno huduma katika lugha ya Kiyunani, Greek word, wanaita deaconess, na nitawatumia hiyo spelling mahali amtaelewa, nitakuwa na waandikia na watumia vile inaandikwa. Inaitwa deaconess. Lakini katika lugha ya Kilatini inaitwa ministerium, na hiyo ndio sisi tutakwama kwayo. Deaconess maana yake ni kutumika kama mtumwa. Kwa hiyo mtu akiitwa mhuduma anaitwa kutumika kama mtumwa. Lakini sana mimi sipende kuongelea hiyo point. Hiyo naongea na leadership, viongozi wale wakubwa kwa serikali, viongozi wakubwa wa madini, wa madhehebu, tunaongea nao kuhusu leadership. Hasa neno huduma katika lugha ya Kilatini inaitwa ministerium. Kwa Kiingereza wanaita ministry, kwa Kifaransa wanaita ministère. Maana yake kwa Kiswahili tu ni kusema kazi. Na wale wanaelewa, tuseme ukienda kwa mahoteli nasema kuna wahuduma, kwa hiyo ni wafanya kazi kote. Kwa hivyo Paulo anaposema sisi tulipewa huduma hii, kwa hiyo kisha kuokoka Paulo walipewa kazi. Na hawakupewa kazi na serikali ya Israeli, hawakupewa kazi na serikali ya Korinto, lakini walipewa kazi na serikali ya mbinguni. Kwa hiyo tunapojiita wahuduma ni kusema mtumishi wa Mungu, na tunapojiita watumishi ni kusema ni kazi. Naelewa kama ni kazi, kama kweli wewe ni mhuduma, kazi ifanyike mara moja kwa wiki. Kazi inafanyika kila siku. Na chochote kile katika hatua ya kiroho unaifanya mara moja kwa mwezi au mara mbili kwa mwaka, usiite una hiyo huduma. Ni kitu tu imetokea. Lakini huduma ni kitu inafanyika kila siku. Wale wanaonijua, nafundisha asubuhi, nafundisha mchana, nafundisha jioni, nafundisha nyumbani, nafundisha kanisani, nafundisha nikiwa kwa gari. Kwa hiyo ni kazi unaifanya. Paulo anasema nahubiri kwa wakati unaofaa na nahubiri wakati usiofaa. Kwa hiyo nilipewa kazi ya kufundisha. Kwa hiyo nikisema niko mhudumu, kwa hiyo nimepewa kazi. Kama unasema wewe ni mwinjilisti, kwa hiyo unaifanya hiyo kazi kila siku kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Na chochote kila ufanye kila wakati, au usiseme una hiyo kazi. Sasa kuna kuwa hatari unapoajiriwa unapewa kazi. Number one, unakosa kuifanya kwa sababu moja na nyingine. Ule aliyekupatia hiyo kazi hata kuelewa. Number two, unapoifanya hiyo kazi na uzembe. Ndio Biblia inasema Yeremia 48 mstari wa 10, alaaniwe yeyote anayefanya kazi ya Mungu na ulegevu. Sasa Paulo anasema kwa sababu tumepewa hii kazi. Lakini hii kazi tumeipata kwa namna gani? Kwa kupata kazi ya dunia lazima mtu qualify. Amesomea udaktari ndio anageuka kuwa daktari. Amesomea mechanic ndio anageuka fundi au ndege, mambo kadhalika. Lakini Paulo anasema hii kazi sisi tumepewa kwa neema. Neema inamaanisha mambo tatu, lakini nitaongelea point ni kupata kitu mtu hakustahili kupata. Kwa sisi kuajiriwa kama mimi Dr. Frank, kwa kuajiriwa kuwa mwalimu wa shule ya Biblia, kwa kufundisha neno ya Mungu, ilihitaji kwanza mimi nihitimu. Lakini nitahitimu wapi? Kwa sababu hii ni mambo ya kiroho. Kwa hiyo tulihitaji twende tufundishwe mbinguni. Tukae kule mbinguni na watu wa kiroho, watu train, watu funze, na baada ya kuishika ndio tunakuja kutokea kuwa walimu. Tulihitaji kwenda mbinguni, tutrainiwe mambo ya kiroho, ya uinjilisti, ya kitume, ya kidabii. Ndio unarudi hapa duniani unasema nimequalify, ninafaa. Lakini sisi sote tunayefanya kazi ya Mungu tulipata utumishi kwa neema.
Sisi tulikuwa wapagani, tulikuwa watu wa dini, tunaishi dhambi, tukaokolewa kwa neema, na kesho yake tunajikuta unahubiri, kesho yake unajikuta unaimba, kesho yake unajikuta unaombea watu, kesho yake unajikuta inakuja tu, tunaipata kwa neema, hatuna qualification yote. Sasa unajua, unapopata kitu by grace kwa neema, una qualification. Kwa hivyo unataka kwenda kujifunza kazi ndani ya kazi. Watoto wa dunia hawaende kujifunza kazi ndani ya kazi, wanasomea kwanza, kisha wanaenda kufanya kazi. Tayari wana ujuzi kabla ya kupata kazi. Lakini sisi tunaingia ndani ya kazi bila ujuzi wowote. Kwa hiyo tunataka kwenda kupata ujuzi ndani ya kazi. Kwa hivyo kutakuwa na changamoto 1, 2, 3 tutakutana nayo. Na ndio maana Biblia inasema, ukisoma ile neno ya Mungu anasema na atulegei. Kwa hiyo utaweza kujikuta unaweka kichwa kwa miguu, miguu kwa kichwa, kwa sababu uko unajifunza kazi ndani ya kazi. Na sasa kama tumeipata kwa neema, hatukutrainiwa kabla. Kwa hivyo tukishaingia ndani hayo, tuna kila sababu ya kutrainiwa. Kuna watu, tumekutana na watu wengi wazuri sana, wana utumishi, lakini ukimwangalia vile kunafanya, unaona kichwa anaweka kwa miguu, miguu anaweka kwa kichwa, tumbo anaweka kwa mgongo, mgongo anaweka, ana kila kitu, ana viungo vyote, ana kila kitu kusudi atengeneze mwili. Lakini kwa sababu hakuandaliwa kabla, anajikuta kiungo ya juu anaweka chini, ya chini anaweka juu. Kwa sababu tulipata hii kazi, si kwamba tuliqualify, lakini tumepata hii kazi kwa neema pekee yake. Sasa kama tumeipata kwa neema, na ndio utakuta hata watoto wa dunia wengine wanapoajiriwa kwa kazi, na kazi wakiona kama hana uzoefu, hana maarifa ya kitu fulani, utakuta anafanya kazi na akiwa nasoma kusudi apate uzoefu. Na sisi watumishi wa Mungu wenyewe tumeajiriwa na Mungu, ametupatia kazi, ni neema, ni privilege. Kuajiriwa na mbingu ni privilege kupita privilege yote. Lakini hata tunaajiriwa na mbingu, tunapewa kazi na mbingu, tumeipata kwa neema, hatukuwa tumequalify, hatukuisomea, hatukwenda mbinguni tuisomee kusudi tuelewe. Sasa kwa hivyo tunahitaji kujifunza hii kazi. Unaweza kupata neno ya maarifa, tuseme watu wengi kwa sasa wanaitwa manabii, lakini kiukweli si manabii, ni watu wana neno ya maarifa. Neno ya maarifa ni kusema inaona problem. Sasa jina yako fulani, uko na shida hii na hii, na ni kweli. Sasa kama mtu hatajielewa, anatengeneza sema ofisi. Sasa anataka kila mtu akuje aanze kumwambia shida yake, wewe jina yako fulani. Mwisho ya siku anaanza kudanganya. Mwisho ya siku, kwa sababu apende kuaibika, wanatafuta sasa unaifanya dila, wanaanza kutengeneza vijana wakwenda kuuliza shida za watu, kutaka kujua matatizo wakuje kumpatia. Sasa haiko tena unabii, inageuka vitu ya fake. Kwa hivyo inahitaji kujua huduma ni kazi. Ni kitu unaifanya asubuhi, unaifanya mchana, unaifanya jioni, unaifanya usiku, unaifanya kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Lakini karama, karama ya uponyaji, karama ya miujiza, karama neno ya karama na ndio hiyo karama, gift, karama ya uponyaji, karama ya miujiza, neno ya maarifa, neno la hekima, neno la utambuzi wa roho. Hiyo si kazi, ni vitu inatumika kwa muda. Na lazima kitu hiyo unaona inatumika. Uliombea kama mtu fulani akapona, ukaombea fulani mwingine akupona, si kwamba hauna upako, si kwamba hauna Mungu, lakini ni karama. Haitumike kwa kila mtu kwa kila wakati, inatumika kwa muda na sababu na kusudi maalum. Sasa hiyo ndio wengine. Lakini mhubiri lazima, yeyote ana huduma, Mungu mpatia karama. Lakini mtu anaweza kuwa ana huduma akawa na karama. Tuna watu wengi ndani ya kanisa hawana kazi, Mungu hakuwapa kazi, lakini Mungu aliwapa karama. Lakini kuna wale wote walipewa kazi, wana huduma, Mungu aliwaongezea kitu inaitwa karama kusudi waweze kufanya kazi ya Mungu vizuri. Tutaenda kuangalia utofauti ya huduma na utendakazi. Hiyo pale inaandikwa Wakorintho wa kwanza 12:6. Sasa na wengine walipewa utendakazi. Utendakazi maana yake ni, kwa Kiingereza wanaita operation, kwa Kifaransa inaitwa operation. Kwa hiyo kuna vitu 3 pale unasoma. Kuna ministry, kuna
gift na then kuna operation. Sasa hiyo vitu, utendakazi ni nini? Utendakazi, tuseme kwa kanisa, mnaweza kuwa mnaandaa conference, mnaweza kuandaa harusi, mnaweza kuandaa kongamano, mnaweza kuandaa au crusade, na mnamfanya mtu fulani asimamie, akwe chairman, asimamie hiyo, yeye ndio mwenyekiti. Na anaposimamia harusi, unaona anapanga, anaweka kila kitu vizuri, kila kitu kinakaa na nafasi yake vizuri. Sasa mtu kama ule amweze kusema ana huduma ya harusi, au ana huduma ya makongamano, au ana huduma ya kustarisha makrusedi. Kwa sababu hii kitu haifanyike kila siku, ni vitu ya misimu. Anaweza kuifanya hata mara moja kwa mwaka, anaweza kuifanya mara 2 mara 3 kwa mwaka, ni vitu ya misimu. Sasa huyu mtu anasema, na ukimpatia asimamie hiyo kitu, na watu mara mingi kanisani hawajui, na ni watu muhimu wa maana. Ukimpatia asimamie conference, unaona napanga kila kitu, waimbaji, wahubiri, kila kitu, watu wa kulala, wakunini, magari, kila kitu anaiseti vizuri, unaona inatokea mzuri sana. Sasa huyu aitwe mhuduma, kwa sababu aifanye, atengeneze conference kila siku, atengeneze seminar kila siku, atengeneze crusade kila siku, atengeneze harusi kila siku. Kwa sababu kazi ni kitu inafanyika kila siku. Unaelewa? Kitu unaofanya kila siku ndio huduma Mungu amekupatia. Na mtu anaweza kuwa na kazi moja, mtu anaweza kuwa na kazi 3, mtu anaweza kuwa na kazi 5. Yesu alikuwa na huduma yote, Paulo alikuwa na huduma yote. Inategemea na vile Mungu anagawa vitu yake kulingana na vile anataka. Lakini pia mtu anaweza ukosa huduma akawa na karama, kitu inaoperate kwa muda. Na kile kinaoperate kwa muda, usikiforce kwamba kilazima kianze kuoperate kila siku, itakataa. Mwisho utakosea, mwisho utaanza kuingiza vitu ya kimwili. Number 3, kuna wale wanautenda kazi, operation. Ni kitu inatumika kwa msimu. Kwa msimu fulani anatumika, inafanya. Kwamba kunaandaa kongamano, anapewa hiyo kazi, anaisimamia, anaiseti vizuri. Kunaandaliwa crusade, anapewa hiyo jukumu, anakuwa chairman au chairlady, mwenyekiti, anaisimamia. Unaona kila kitu anaitengeneza mzuri, na watu ni watu muhimu sana wa maana kwa katika kazi ya Mungu. Lakini tunaenda kuona sasa utafauti. Twende kuona utafauti kati ya huduma na cheo. Kuna watu wengi wana vyeo wakiwa wanafikiria wana huduma. Tutaenda kuona Timotheo wa kwanza, 1 Timothy chapter 3 verse 1. Timotheo wa kwanza sura ya 3 Timotheo wa kwanza sura ya 3 na mlango wake wa kwanza. Tuone utofauti kati ya cheo na huduma. 1 Timothy Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa kwanza. Tunasema tunaongea somo yetu shule ya huduma, School of Ministry, École du Ministère. Kwa sababu sisi ni wa huduma, lazima kwanza tujifunze hii shule, huduma inafanyaje, inatumikaje. Na tukasema kwa hii somo tunaigawa katika sehemu 6. Sehemu ya kwanza tunaongea kuhusu maana ya huduma, tayari tumeiona. Sehemu ya pili tumeongea utofauti kati ya huduma na karama. Sehemu ya 3 tumeongea utofauti kati ya huduma na utendaji. Sasa tuko sehemu ya 4, tuko naongelea kuhusu utofauti kati ya huduma na cheo. Kisha ndio tuende polepole tushuke sasa tuongewe pointi ya 5, huduma kulingana na Waefeso sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 12. Kisha tutaenda kuingia pointi ya 6, tuongee. Mara mingi wahubiri wengi wanasema tu kuna huduma 5, lakini kwa Biblia kuna huduma mingi. Tutaenda kuongea pointi ya 6, huduma nje ya Waefeso 4:10-12. Sasa twende pointi yetu ya 4, tunaongelea kuhusu utofauti kati ya huduma na cheo.
Biblia inasema Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, 1 Timothy chapter 3 verse 1 and Timothée chapitre 3 verset 1. Biblia inasema hivi, neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya uaskofu anatamani kazi njema. Paulo alipoenda kumwacha Timotheo kuwa mchungaji Efeso, na kanisa ya Efeso iligro, na kanisa ilipokuwa walitaka kuweka ndani ya kanisa utaratibu, tunaweza kusema administration. Na katika kutaka kuweka utaratibu, kuna watu walikuwa nagombea akue fulani, akue fulani, akue fulani, akue fulani. Sasa Paulo akaleta utaratibu na sifa ya kudhibitisha kusudi mtu akue fulani, akue fulani, lazima akue na sifa 1, 2, 3, 4, 5. Sasa ndio Paulo anasema, kama katikati yenu kule kuna mtu anataka kuwa askofu, anataka kitu njema, lakini askofu anahitaji. Kwa hiyo askofu ni watu wanamchagua bishop, evêque. Na uaskofu si huduma, ni cheo. Huduma ni Mungu anapatiana. Biblia inasema katika Efeso 4 mstari wa 10, yeye alishuka ndio alipanda. Ni nani alishuka? Ni Yesu. Na ndio alipanda kusudi atimilize kila kitu. Akawafanya wamoja mitume. Huduma, kazi tunapewa na Mungu. Lakini cheo tunapewa eda na watu, eda na kanisa, eda na kikundi fulani. Unisikilize vizuri. Sasa mtu anapotaka kuwa askofu, Biblia anatamani kitu chema. Hata kama nikitamani kuwa mwinjilisti, kama Mungu akunipa, haitawezekana. Hata kama nikitamani kuwa mtume, kama Mungu akunipa, haitawezekana, kwa sababu Mungu anagawa vipawa yake vile yeye mwenyewe anafanya nini anataka. Lakini cheo ninaweza kuipata kama naitafuta, kwa sababu inapewana na watu, inapewana na makanisa, inapewana na vikundi. Sasa katika Biblia, askofu si huduma, si kazi, hapana. Unachaguliwa na watu. Na kama unachaguliwa na watu, una uwezo pia kutolewa na watu. Lakini ukichaguliwa na Mungu, hakuna mtu anaweza kukutoa. Kama tuseme una huduma ya kichungaji. Hata kanisa kama kwa mfumo ya sasa kanisa kuna maneno mbinguni, wanakuingizia siasa, wanakutoa mchungaji pale. Naona kwa utakuta ni kanisa na kutoa mchungaji, lakini utajikuta hata nyumbani kwako unaanza ushirika. Mna mke wako, watoto, watu 5, mara moja wetu ni mchungaji. Kwa sababu hata katika kanisa ya Efeso, katika Matendo ya Mitume 19, Paulo alikuta kanisa moja ikuwa ushirika wa nyumbani wakiwa 12 na walikuwa tuna mchungaji. Kwa hiyo ni watu watakutoa uchungaji, mtu yeyote hawezi kukutoa uchungaji. Ni Mungu anaweza kukutoa uchungaji. Hata kanisa wakuwekee fitina, hata watu wakustenge, hata watu wakufanyie hivi, lakini kama bado Mungu hajakutoa huduma, kazi alikupatia, hiyo kazi itaendelea. Lakini kama dhehebu inakuchagua askofu, na kuna madhehebu mengine sasa baada ya miaka 2, baada ya 3, miaka 3 au 5. Na baada ya miaka 5 wanafanya tena uchaguzi mwingine na wanachagua mwingine askofu, na kuja kuwa dhambi. Mtu akitaka uaskofu hajafanya dhambi, unataka kitu kizuri. Na unapochaguliwa na watu, lazima ufanye kila kitu kizuri kwa ajili ya kuwapendeza wale watu walikuchagua. Na kama utaenda kinyume na wale watu walikuchagua, hawa watu wana uwezo wa kukuweka wapi? Kando. Kwa hiyo askofu si huduma, askofu ni cheo. Shemash, ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 6, tatizo ilipoingia kwa kanisa ya mwanzo, si kanisa ya kwanza. Kanisa ya kwanza iko mbinguni. Kule katika kitabu ya Ufunuo sura ya 4, mstari wa kwanza mpaka 11. Usiku na mchana wazee 24 wenye wanasujudu wakimsema mtakatifu, mtakatifu. Kwa hiyo ndio kanisa ya kwanza. Lakini kanisa mitume walianzisha Jerusalem ni kanisa ya mwanzo hapa duniani. Na kanisa ilipokuwa, kukatokea problem ya mambo ya pesa. Mambo ya pesa pesa ni kitu mzuri. Kuna vitu mbili muhimu. Kitu ya kwanza muhimu, kuwa na Roho Mtakatifu. Na Roho wa Mungu inatuwezesha sisi kwenda mbinguni. Lakini kwa jibu ya mbinguni ni kuwa na Roho ya Mungu na kuishi maisha matakatifu. Inapeleka mtu mbinguni. Lakini kitu ya pili muhimu hapa duniani, Biblia inasema pesa
ndio jibu ya kila kitu. Pesa inaleta magari, pesa inaleta hata hivi tuko naongea na nyinyi hapa. Kama hatungekuwa na uwezo wa kufanya, ni vigumu tukutane na nyinyi kwa meeting kwa njia hii. Lakini hata kama tunajua tunahitaji pesa, Mungu anajua watumishi wa Mungu wanahitaji pesa, lakini Mungu hataki watumishi wa Mungu wakuwe na tamaa ya pesa, kwa sababu tamaa ya pesa ni shina ya maovu yote. Hasa problem ya pesa ilipotokea katika kanisa ya Jerusalem, hiyo ilikuwa inaongozwa na mchungaji Petro, na huyu mtu Mungu akampatia busara mzuri, akasema walipoweka kikao, wakasema sisi tutabaki na mambo mbili, tutabaki na maombi na huduma ya neno. Kwa hiyo watabaki kufundisha neno ya Mungu kila siku, ndio huduma watabaki na. Lakini akasema wachague watu 7. Kwa hivyo shemashi si huduma, na ndio shemashi inatokana na lugha ya Kiyunani, mtumishi wa kanisa, ndio maana yake kwa Kiswahili. Shemashi ni mtumishi wa kanisa, lakini sisi sio watumishi wa kanisa, ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Mashemashi ni watumishi wa kanisa, wako na saa kwa ajili ya kulipa pesa, kwa ajili ya machakula, na ukichaguliwa shemashi na kanisa ina uwezo wa kutoa ushemashi. Kama utafanya vile hawataki ufanye, wana kila sababu ya kukutoa. Kwa hivyo huduma inatoka kwa Mungu, cheo inatoka kwa watu. Huduma Mungu anakufuta, lakini kanisa haiwezi kufuta huduma ya mtu. Lakini cheo watu pia wanaweza kufuta. Lakini nikikazia, cheo si dhambi. Kutaka cheo kanisani, kuwa chairman si mbaya, kiongozi wa mama, kiongozi wa baba, kiongozi wa vijana, haiko makosa, ni kitu mzuri, na uifanye ukiifanya kwa mifumo mbili. Mfumo wa kwanza uifanye kwa kumpendeza Mungu, na mfumo wa kwanza uifanye kwa kupendeza wale watu waliokupatia hiyo kazi. Lakini mfumo ya pili uifanye kwa kumpendeza Mungu. Ndio unaona wanaweka sifa kwamba hata kama atachaguliwa na watu, kwa sababu ni kazi ya kimungu, awe mume wa mtu mmoja, awe mtu anaogopa Mungu, awe mtu asiye na tamaa. Kwa sababu sasa vyeo mingi makanisani napewana leo kutokana na ushawishi, na mwisho ya siku nakuta watu wanafanya, ana ushawishi ya kimwili, lakini anafanya vitu kinyume mingi na maneno ya Mungu, na mwisho inachafua kazi ya Mungu, mwisho inachafua jina ya Mungu, mwisho haileti sifa nzuri kwa maneno ya kiroho. Najua mambo ya kiroho inaamuliwa kiroho. Hasa nataka kurudia, nifanye summary, kisha tupatie watu nafasi maswali, na kisha tutaendelea na masomo yetu Jumamosi. Nasema somo yangu nilikuwa nafundisha, tunaanza na somo ya shule ya huduma, kwa Kiingereza School of Ministry. Tulisema shule yetu inaitwa Rabuni School of Ministry. Rabuni tunasema maana yake Rabuni maana yake kwa Kiswahili mwalimu mkuu. Yesu alikuwa anaitwa Rabuni. Rabe ni kusema mwalimu, Rabuni ni kusema mwalimu mkuu. Na tunapoita shule yetu Rabuni School of Ministry ni kusema shule ya mwalimu mkuu. Tunafundisha vitu very deep. Sasa tukasema tuanze, kwa sababu sisi ni wahuduma, tuanze na somo yetu ya kwanza, shule ya huduma. Kwa Kiingereza School of Ministry, kwa Kifaransa École du Ministère. Na tunasema hii somo tumeigawa katika sehemu 6 kubwa. Sehemu ya kwanza tunajifunza kuhusu maana ya neno huduma. Na tunasema huduma tumeitafsiri kwa lugha 2, lakini sisi tumeingia kwa lugha moja. Lugha ya kwanza ya huduma inaongelewa kwa lugha ya Kiyunani, Greek word, wanaita diaconess. Maana yake kwa Kiswahili kutumika kama mtumwa. Lakini nikasema hiyo inaongea na leadership. Lakini kwa sababu nyinyi ni watumishi, tukasema tuitumie kwa lugha ya pili wanaitumia. Mtumishi au mhuduma inatokana na lugha ya Kilatini. Walatini wanaita ministerium. Maana yake kwa Kiingereza wanaita ministry, kwa Kifaransa wanaita ministère. Maana yake kwa Kiswahili kazi. Sasa Wakorintho wa 2:4 Paulo anasema tulipewa huduma hii. Kwa hiyo tulipewa kazi, sina serikali ya Marekani. Tumepewa kazi, sina serikali ya Kenya. Tumepewa kazi, sina serikali ya Tanzania. Tumepewa kazi, sina serikali ya Kongo.
lakini tumepewa kazi na serikali ya mbinguni. Hiyo ni heshima kubwa. Lakini nikakwambia kwa dunia kusudi mtu apate kazi lazima akwalify. Amesomea udaktari, amesomea hiyo, njoo anampatia kazi. Lakini Paulo anasema sisi tumepata kazi kwa neema. Hatukuqualify. Umeokoka tu, unatoka kwa dhambi, unajikuta unaanza kuimba. Unatoka kwa dhambi, unajikuta unaanza kuhubiri. Sasa unapopata kazi yenyewe kuqualify, ina uzuri na ina ubaya wake. Hautajua kichwa utaweka kwa miguu, miguu itaweka kwa kichwa. Na ndio sasa tukasema kwa sababu ndio tumepata hiyo kazi kwa neema, hatukuisomea. Kwa sababu kwa kuisomea ilihitaji twende mbinguni watufunze, kwa sababu ni mambo ya kiroho. Lakini tukajikuta tu unahubiri, ukajikuta tu unaekea mkono mtu anapona, unapata kazi, lakini ni kazi yenyewe hauja qualify. Kwa hivyo inahitaji sasa tuandaliwe. Ndio nikakwambia watoto wa dunia kuna wale wanafanya kazi kwa maserikali, wanafanya kazi kwa makampuni, lakini bado wanaendelea kuongoza masomo kusudi waelewe vizuri hiyo kazi wanayofanya. Na sisi kwa sababu tumepata hii kazi kwa neema, basi tujifunze, tujue vizuri kusudi tuweke miguu kwa miguu, kichwa kwa kichwa. Lakini ukikuta watu wengi wana mahuduma, wana utumishi, lakini ukiona vile kuna tumiko, unaona kichwa anaweka kwa miguu, miguu anaweka kwa kichwa, tumbo anaweka kwa mgongo, mgongo ndio kazi ndio inakuwa ngumu. Na nakwambia hakuna kazi mbaya duniani kupita kazi yote kama kazi ya Mungu ukiitumika bila kuielewa. Lakini hakuna kazi nzuri dunia nzima kupita kazi yote kama kazi ya Mungu ukiitumika na ukielewa. Utacheka, utafurahi, Mungu atakushangaza na utaenda mbali. Sasa tukasema sasa huduma ni kazi. Kwa hiyo chochote, maana ya huduma ni kazi. Ministerium, tumepewa kazi. Na chochote kile umeitiwa kufanya, kama unaamini, ni kitu unaitumika asubuhi, unaitumika mchana, unaitumika jioni. Siweze kujiita mfanyakazi wa serikali nikiwa naenda Jumatatu peke yake kazi inaiwezekana. Na kama mbingu imekuajiri kuhubiri, utahubiri Jumatatu, utahubiri Jumanne mpaka Jumapili, na utahubiri kwa wakati unaofaa, na utahubiri kwa wakati haifai. Kama mbingu imekuajiri kuwa mwalimu, utafundisha kwa wakati tofauti. Lakini nikakwambia namba 2, hauwezi katika dunia mtu aweze kuwa na jina bila kazi. Kwamba nianze kuita fundi seremala na sitengeneze viti, sitengeneze kama, haiwezekani. Lakini ni kwa maneno ya Mungu peke yake watu wana majina bila kazi. Unakuta mtu ni mchungaji, hana washirika. Unakuta mtu anajiita mtume, na mtume ana kazi 3. Hana hata hiyo kazi yote ya mtu, hana. Sasa kuna kwa maneno ya Mungu watu wana majina makubwa, lakini kazi hawana. Lakini ningekushauri, kwa sababu umeingia kwa shule yetu, hakikisha upafanya kazi na kazi ikupatie jina. Pokea hiyo simu pale, ongea. Hakikisha fanya kazi na kazi ndio ikupatie jina. Kama vile umejiunga kwa shule yetu, umejiunga kwa sababu unasikia Dr. Frank anafundisha sana, ndio maana umejiunga kwa hii shule. Kwa hivyo hakikisha fanya kazi, kisha kazi ikupe jina, kuliko kuwa na jina bila kazi. Sasa nikakwambia sasa kuna utofauti ya huduma na karama, na kuna tofauti ya huduma na utendakazi, na kuna tofauti ya huduma na cheo. Nakwambia karama karama ni kitu karama ni kitu inatumika kwa muda. Tuseme karama ya uponyaji, hautaombea watu wote na wakapona. Hiyo ni uongo. Hakuna. Karama ni kitu inatumika kwa muda, na huduma ni kitu inatumika kila siku. Karama ya neno ya maarifa, unaojua jina yao, lakini jina ungine hujui. Unaona matatizo ungine hauoni. Sasa na ukitaka kuigeuza karama kuwa huduma, itakuchanganya. Ukitaka kuigeuza karama kuwa huduma, utachukua nguvu ya giza. Lazima ujue hii ni karama na hii huduma. Na karama, kuna karama ya uponyaji, kuna karama ya miujiza, neno ya maarifa, neno ya hekima. Hii ni makarama, si huduma. Na uhakikishe karama yote utafanya kwa huyu inafanya, na utafanya kwa huyu haitafanya. Hivyo ndio karama inatumika.
Sasa tukasema utafauti sasa, kule mbele tutaenda kuonesha kabisa huduma moja baada ya nyingine, kule mbele tutaenda kuonesha karama moja na baada ya nyingine na vile inafanya kazi. Lakini nikakwambia kuna tofauti ya huduma na utendakazi. Tunasema utendakazi ni kitu, tuseme mtu anasimamia makrusade, mtu anasimamia harusi, mtu anasimamia conference, mtu anaposimamia shughuli unaona kila kitu kinaenda vizuri. Hasa hawezi kusema ana huduma ya conference kwa sababu haifanyike kila siku. Hawezi kusema ana huduma chukua kle wende uchukue pesa kwa chumba. Hawezi kusema kle msuso, kuna kle ingine pale. Kuna kle ya nyumba. Hawezi kusema kuna huduma ya conference au huduma ya harusi. Hapana, kwa sababu harusi haifanyike kila siku, inafanyika mara chache. Sasa mtu kama ule unafanya vitu kwa msimu, haitwi huduma, inaitwa utendakazi. Na hiyo tumeipata kwa Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 6. Biblia inasema kwa mmoja akawapa karama, anaigawa vile anataka. Wengine anawapa huduma, anaigawa vile anataka. Na wengine anawapa utendakazi, anaigawa vile yeye anataka. Na pointi ya mwisho tukakia kumalizia wengine. Lakini muhuduma wote, mtu mwenye amepewa kazi na Mungu lazima akuwe na karama. Lakini mtu anaweza kuwa na karama pasipokuwa na huduma. Mtu amepewa kazi na Mungu lazima awe na karama. Atakuwa na karama uponyaji, karama fulani, Mungu anamuongezea vitu zaidi. Na wengine tunasema wana cheo. Cheo mtu anapewa na kanisa na kikundi ya watu, wanakupatia cheo, wewe ni askofu. Cheo inatoka kwa watu, lakini huduma, karama na utendakazi zinatoka kwa Mungu. Na nikipewa cheo na watu wana uwezo ya kuninyang'anya cheo. Lakini nikipewa kazi na Mungu, ana uwezo peke yake ya kunitoa hiyo kazi ni Mungu. Hata watu wakufanyie njama kiasi gani, hata watu wakutengenezee nini na nini, hata watu kama Mungu hajakufuta kazi, hiyo kazi ulipewa na Mungu iko pale pale. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Nawapa muda na nafasi, mnaweza kuanza kuuliza maswali sasa na mtabarikiwa. Karibu sana kwa yeyote iko na swali mahali aelewe. Karibu. Hello student. Hello student. Tumemaliza kwa siku ya leo, lakini maswali kabla ya matangazo. Nani ana swali? Mpaka sasa kwa somo vile tunafundisha tumeanza. Bwana asifiwe. Amina mchungaji za Nairobi. Nairobi tuko salama, tunashukuru Mungu. Karibu kwa swali. Kwa mafundisho mazuri, tunashukuru Mungu. Simeo, yes. Ya, sasa mimi nilikuwa na swali moja. Ndio. Hapa kwa pointi ya 3. Sema tofauti ya huduma na utendakazi. Ndio. Sasa hii nilikuwa na jaribu kuangalia hii tofauti ya utendakazi na tofauti ya huduma na cheo. Sababu huduma utendakazi ni kuna yule anaweza kuwa anapanga vizuri vitu na anakuwa mamlaka kama chairman, kama kiongozi wa harusi wa nini. Kuna pia tofauti ya huduma na cheo. Mtu ambaye amepewa kazi kama askofu ni cheo amepewa. Nilikuwa nataka kujua, naona kama hiyo huduma na cheo na huduma na utendakazi ni kama inaenda kimoja. Sasa nilikuwa nahitaji kufasiriwa. Haiko kimoja kwa sababu nikishimikwa askofu kwa miaka 5 naitumika kila siku. Nafanya kazi ya askofu kila siku. Nikishimikwa shemashi naifanya kila siku. Uko nanielewa? Lakini utendakazi nakwambia ni kitu ya msimu. Kuna wakati unajikuta kama hauna kazi. Kwa sababu kama kuja kuwa harusi, wewe upewe kazi. Kama kuja kuwa conference, wewe upewe kazi. Kama kuja kuwa kuandaa crusade, wewe upewe kazi. Kwa hiyo utendakazi ni kitu ya msimu, lakini cheo ni kitu permanent.
Umeelewa sana mchungaji? Naelewa baba. Barikiwa. Na makanisa mengine Aha. inaandaa watu na kutana mtu kwanza wanamwandaa kuwa shemasi. Na baada ya kuwa shemasi anakuwa mwinjilisti. Na baada ya kuwa mwinjilisti anakuwa mchungaji. Sasa unakutana, ulisema shemasi sio huduma. Sikusema. Biblia ndio inasema. Matendo ya Mitume sura ya 6. Unajua nikisema lazima iwe na support ya neno ya Mungu. Endelee. Ndio nilikuwa nauliza. Sisi kama sawa watungaji, tukiandaa mtu tunaona huyu ni shemasi, anafanya kazi vizuri na inapendeza, na kesho Mungu akitusaidia tumuinue kama mwinjilisti, tunaweza kuwa tumekosea. Katika kanisa ya mwanzo ya Jerusalem kulikuwa watu walikuwa mshemashi mpaka wakawa wainjilisti. Stefano na Filipo walikuwa mashemashi. Ana cheo, unaweza kuwa na cheo na ukawa na huduma, haiko makosa. Mtu anaweza kuwa ana huduma ya kitume, mtu anaweza kuwa na huduma ya kichungaji na kisha dhehebu yake kamfanya kuwa askofu, haina makosa. Haina kosa. Lakini kanisa haipatie mtu huduma, kanisa iweze kumfanya mtu mwinjilisti. Kanisa tu inadhibitisha. Unaelewa? Kanisa wa Efeso 4:10 Biblia inasema aliyeshuka ndio alipanda, akafanya wamoja mitume, wengine wainjilisti, wengine kanisa iweze kumfanya mtu mchungaji, kanisa iweze kumfanya mtu mtume, kanisa iweze kumfanya mtu mwinjilisti, nabii na mwalimu. Kanisa tu inadhibitisha kile kiko ndani ya mtu. Ndio kanisa nzuri inapoanza na wajaribu watu kwa shughuli yote, tuko nataka kujua kitu gani na gani iko ndani ya huyu mtu, ana nini Mungu ameweka ndani yake. Sasa tunapowajaribu kwa kila shughuli, ndio kanisa inaanza huyu ni mhubiri, huyu ni mwimbaji, huyu ni. Sasa si kanisa kazi yake ni kudhibitisha, lakini kanisa haipee mtu vitu tatu. Nisikilize, kanisa haiweze kumpatia mtu huduma, kazi, kusema akuwe mwinjilisti, na ikimpatia utakuta anafanya kinyume na ile kitu, na hata kuwa anaifanya kulingana na. Kanisa iweze kumpatia mtu kipawa, karama, na kanisa pia iweze kumpatia mtu utendakazi, isipokuwa kanisa inadhibitisha hivi vitu tatu, lakini kazi ya kanisa ni kupatia watu vyeo. Amen. Amen. Nani mwingine ana swali? Naona bwana Alex. Bwana asifiwe. Amen. Habari ya Kigamboni? Habari ya Bunju. Na Bunju. Sawa. Wazima huko? Mungu ni mkuu. Aha, swali lako? Swali, mtu anakizi vigezo namna gani mpaka kumuona huyu anaweza akapewa nafasi ya choo chochote kanisani? Yani kumuona, kwa sababu kanisa linavyozidi kwenda uhitaji wa watendakazi unakuwepo. Sasa mtu unaona vitu gani ambavyo haswa vya muhimu ambavyo unaweza ukaviona kwa haraka ukasema yes, huyu anaweza akashikamana na mimi, tunaweza tukafanya kitu kwenye huduma? Mambo mbili kubwa. Kusudi Daudi alizaliwa kijijini na alikomelea kijijini, lakini kwa pori kila siku akichunga mifugo kidogo ya baba yake. Lakini kusudi apate kazi ikulu, jiji kuu, mahali hakuwa anajulikana kwa mfalme, kitu ilisababisha walikuwa natafuta mtu anayejua kucheza kinanda. Sasa kitu ya kwanza inaweza kusababisha mtu apewe nafasi kanisani ni kipaji yake, kile anajua. Kwa sababu hauweze kuungana na mtu na ajue kitu. Tuseme kama hivi niko nafundisha hapa, mimi sijue mambo ya makompyuta, sipende kujisumbua nayo, niko na mtu mwenye nafanya hii kazi hapa anajua, ndio maana iko natumika na mimi. Yeye ndio anafanya shughuli yote ya cameraman, technician, yeye ndio iko nawashughulikia. Sasa ningemleta hapa tuseme nikuwe naye, na wakati wa kurusha twende live ajui, hatungefanya hiyo kazi. Kwa hiyo lazima kwa mtu kutumika na mtu
kitu ya kwanza, tumika na mtu anayejua. Na Mungu, mtu alipotoka tu ndani ya tumbo ya mama yake au ameokoka kuokoka, Mungu aliumba kila mtu na kitu anajua. Hakuna mtu ajue kitu. Ukisikia tu mtu ajue, ni kusema iko nafanya vitu ajue na anakataa kile anajua. Kila moja na kila kitu anajua. Sasa kama nataka kufanikiwa na kuinuka na kuendelea, lazima nifanye kile kitu najua. Sasa mara mingi watu wanataka kukopi cha mwingine. Kila mtu ana kile anajua. Fanya kile unajua na utaenda kimataifa. Hakuna kitu yenye itaishia kijijini au mjini. Kitu yote ni ya kimataifa. Lakini kitu yote nageuka ya kimataifa kama unafanya kile unajua. Hiyo ni number 1. Anajua kuimba, anajua kucheza keyboard, anajua kuhubiri, anajua kufundisha. Lazima nijiulize hiyo maswali. Nikiona na ndio kitu ilimpatia Daudi nafasi ya kuata na njia, hakuna kitu yote. Wakasema tumempata mtoto anajua kucheza, mtoto wa Jese anajua. Uko na nini? Lakini namba 2 utapata sifa ya pili pale. Na hata ndio Timotheo wa kwanza 3 kushuka moja kushuka chini. Sifa ya pili, kando ya Daudi kuwa anajua, Biblia inasema alikuwa ni mtu mzuri, mwenye tabia nzuri, mtu mwema. Sasa mara mingi watu wana vipaji lakini karakta, tabia zao ni mbaya. Uko na nini? Lazima mtu ajue, awe na kipaji kinaonekana, lakini sifa ya pili, tabia zake. Uko na. Sasa mara mingi kuna watu wana tabia nzuri lakini hana kipaji. Kuna wengine wana tabia nzuri lakini wana kipaji mzuri lakini tabia iko fake. Sasa inaharibu kila kitu. Kwa hiyo vitu mbili ndio inasababisha mtu kuwa pembeni ya mtu na kufanya kazi na mtu. Sawa? Ni mtumishi wa Mungu Caleb. Sawa. Basi tufunge kwa mkutano wetu. Umeelewa? Kuna swali yeyote ya mwisho nataka Halo? Nimeelewa. Sawa. Basi kama hakuna swali tena, nawapa matangazo na narudilia. Shule yetu inaitwa Rabuni School of Ministry. Maana ya neno Rabuni ni kusema mwalimu mkuu. Rabe ni mwalimu, Rabuni mwalimu mkuu. Na Yesu, wanafunzi wake, kando ya watu wote walikuwa wanamjua Yesu, lakini wanafunzi wake walikuwa wanamuita Rabuni. Wakati anafufuka anamuita Mariamu asa Rabuni, mwalimu mkuu. Sasa sisi tunafundisha Biblia by revelation, not historia. Tunatoa Biblia kihistoria, tunaipeleka kiufunuo kusudi isaidie watumishi wa Mungu. Sasa tungependa kuwatangazia, tumebadilisha kidogo. Masomo itakuwa kila Jumanne na kila Jumamosi. Tumetoa Alhamisi kila Jumamosi. Lakini tunaomba wiki hii tutavumilia watu wote, na wenyewe wamelipa na wenyewe hawajalipa. Lakini kuanzia next week, kama hujalipa hautapata linki yetu tena, hautafuata masomo, tutakuwa tumekutoa. Namba 3, tunafanya hivi, kiisha mafundisho hapa, mafundisho iko recorded. Tutawatumia nyinyi wote hii mafundisho kusudi muendelee tena kuifuata, kusudi muicheue, iwasaidie na ikuwe baraka zaidi kwenu. Mungu awabariki, Mungu awashangaze na Mungu awainue, na mpate vitu mbili kwa hii shule. Kitu ya kwanza, mpate vitendea kazi, material. Na kitu ya pili, vitendea kazi ya kufanya na kazi ya Mungu vizuri. Na kitu ya pili, mtapata cheti. Kuna wale watapata degree na kuna wale watapata diploma. Mungu awabariki na Mungu awashangaze.